Mwaka 2020 kulikuwa na tatizo kubwa sana la wafanyabiashara kuhamishwa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ilikuwa ni issue kweli kweli. Kweli si kweli? Wafanyabiashara walikuwa wanahamishwa kutoka huku wanaenda kule. Lakini leo mwaka 2025 wafanyabiashara wanafanya biashara kwa utulivu mkubwa, na hii ni kazi nzuri ambayo imefanywa na timu hii ambayo tumesimama hapa mbele. CCM oye! CCM oye! Lakini vile mnakumbuka, tulikuwa na mgogoro miwili mkubwa katika mji wetu wa Tarime. Ulikuwa na mgogoro wa Bugosi na mgogoro na jeshi la wananchi. Nyinyi wenyewe mnajua nilipigana, ilikuwa ni fupa ambayo limeshindikana, lakini majibu yalipatikana, na nimshukuru sana rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, alitupa fedha za kutosha kulipa fidia na mgogoro ule uko umekamilika. Lakini pia kulikuwa na mlima Mkongore ambao pia ulikuwa ni shida kweli kweli. Naposimama mbele yenu, suluhu ya mlima Mkongore umepatikana, na sasa hivi punde tunaenda kujenga chuo kikuu pale ambapo itasaidia na kuimarisha mapato ya mji wetu, lakini pia kutengeneza ajira kwa watu wetu. Hii ni kazi nzuri ya mkogoti wenu, tukishirikiana na mheshimiwa diwani kwa kazi nzuri ambayo tumeshirikiana kufuatilia kutatua migogoro hii. Lakini pia kulikuwa na tatizo katika soko la Rebu. Pale kulikuwa wafanyabiashara wamefukuzwa pale, na mtu amekuja amefukuza wafanyabiashara wanalia. Nilikuja nikafanya mkutano pale, kweli si kweli? Na nikawaahidi kwamba nitahakikisha mgogoro huu unatatuliwa. Leo hii ukienda pale Rebu, wafanyabiashara wanafanya biashara bila tatizo lolote, na eneo limebaki mali ya umma kwa ajili ya watu wa Tarime, na tunaendelea kufanya kazi. CCM oye! Hii yote ni kazi nzuri ambayo mliifanya kumchagua Michael Kembaki pamoja na timu hii iliyoko mbele yetu hapa, kwa kushirikiana na nyinyi ambao mmefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba CCM inapata ushindi. Kule Kebaga kulikuwa na shida, wachimbaji wadogo walikuwa wanapata shida kweli kweli. Siku ya kuuza yale mawe ilikuwa wanapata mawe unafungia, wakati mwingine wiki moja hadi wiki mbili. Nilihakikisha kwamba nasimama kidete kuwatetea wachimbaji wale, na leo mambo yamebadilika, mambo yameenda vizuri, na hata ile kodi ya kutosa mara mbili sasa haipo tena, na wachimbaji wanaendelea kufanya kazi vizuri. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Na mimi ni miongoni mwa watu ambao nasema hivi. Nataka serikali isaidie wachimbaji wadogo wachimbe, ili wezeshe wananchi wa Kebaga na wachimbaji wadogo waweze kuchimba madini pale Kebaga. Na huu ndio msimamo wangu, kwamba tunataka watu wa Kebaga, maana tunajua kazi kubwa ambayo wanaifanya kuhakikisha kwamba watu wengi katika mji wetu wanategemea ule mgodi. Leo hii ukichukuliwa na wale wakaja, naamini kwamba bila shaka tunaweza tukapata mambo ambayo sio mzuri, na ambayo yameweza kutatuliwa kwa vijana wetu kujiajiri katika mgodi ule, na mambo yanaenda vizuri. CCM oye! CCM oye! Lakini vile vile mnakumbuka ndugu zangu, katika mji wetu wa Tarime wakati nimeingia, shule nyingi zilikuwa zinasoma kwa zamu. Kama mkirejea hotuba zangu wakati naomba kura, nilikuwa nasema lazima watoto wetu wasome bila kusoma kwa zamu. Mmesikiliza alivyoeleza msimuliaji. Tatizo hilo limetatuliwa kwa 80%. Na sasa tulikuwa tuna mkakati wa kuhakikisha kwamba tunatengeneza madawati ya kutosha, ili watoto wetu wakae na wasome katika mazingira rafiki. Mimi katika kipindi changu cha ubunge nimetengeneza zaidi ya madawati 1600 kwa kusaidiana na wadau. Niliomba fedha NSSF wakutusaidia fedha ya kutengeneza madawati. Niliomba mfuko wa PSSF wakatusaidia fedha ya kutengeneza madawati. Niliomba mfuko wa WCF wakatupa fedha ya kutengeneza madawati.
Lakini pia katika mfuko wa jimbo ambao mimi ni mwenyekiti, tumetengeneza madawati na madawati haya tumeweza kuyapeleka katika shule zetu za msingi. Hii yote ni kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma katika mazingira rafiki, maana ninaamini elimu ndiyo ufunguo wa maisha. Na taifa letu ili liweze kujikomboa, lazima tuwe na wataalamu ambao wamesoma katika mazingira rafiki, waweze kuwa wabunifu, wachapakazi, ili waweze kutatua changamoto zilizopo katika maeneo yetu. CCM hoye! CCM hoye! Na katika michezo, nimekuwa mdau mkubwa wa michezo. Vijana wanajua, siwezi kueleza yote kwa sababu yamesimuliwa, lakini kubwa zaidi ni kwamba nimeendesha ligi hapa inaitwa Samia Cup, ambalo limehusisha kata zetu 8. Na mimi nilikataa, nikasema hatuwezi kutengeneza timu ambazo tunaazima watu kutoka kata zingine wanakuja kucheza hapa. Tunataka vijana wetu kwenye kata zetu wacheze, tuone wanavyocheza. Hata kama wanakosea, lakini wacheze ili tuone ni wapi pa kuimprove, waweze kuwa wachezaji na kuibua vipaji vyao na tuone namna ya kuviendeleza. Lakini nisiseme, unajua ni katika kipindi hiki cha miaka 5 ambapo ligi zimechezeshwa za pesa nyingi. Kweli si kweli? Tulikuwa tunashuhudia ligi zikichezwa za mbuzi, za kuku, za vijiko na shilingi 100,000, 500,000. Lakini kipindi hiki timu zinapata hadi shilingi milioni 20, shilingi milioni 15, wanachezea tu, wanaongelea namna hii. Lakini kubwa zaidi ni katika kipindi hiki wanamuziki wakubwa wamekuja Tarime na kuitangaza mji wetu wa Tarime. Sasa niwaambie, mkiendelea kuniamini, ninajua mengi yatafanyika katika mji wetu wa Tarime. Nisiseme, wajumbe oye! Wajumbe oye! Ni katika kipindi hiki cha miaka 5 cha Michael Kembaki, wajumbe wamepanda thamani, hata barozi ameonekana na thamani. Ni katika kipindi cha Michael Kembaki, hata wajumbe wa mabarozi nao wamethaminika. Ni katika kipindi cha Michael Kembaki, hata mabarozi wamekatiwa bima. Ni katika kipindi cha Michael Kembaki tumeona wadau wa maendeleo wanapita. Ilikuwa imezoeleka watu wanakuja mwishoni, lakini katika kipindi cha Michael Kembaki ni kuanzia 2021 siasa moja mpaka mwisho, kazi inafanyika. Wajumbe, niwaambie, ili haya yaendelee kuonekana, ili wajumbe waendelee kupanda thamani, ili hata mabarozi waendelee kuonekana, suluhisho ni Michael Mwita Kembaki. Sasa mimi niwaambie, nitumie nafasi hii, ninaamini kabisa nyote mlioko hapa tumeshirikiana nanyi mtaa, kitongoji hadi mtaa kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na leo hapo ulipo, ninaamini utavaa t-shirt ya CCM kutoka hapa mpaka nyumbani, na kila mtu anasema huyu ni mjumbe wa CCM, kwa sababu kweli CCM imetatua changamoto za wana Tarime. Leo mpinzani Chadema au Chauma hawezi kusimama hapa Tarime aseme hakuna kilichofanyika. Akienda hospitalini ataona vitu vilivyofanyika, akienda shuleni ataona vitu vilivyofanyika, akiona barabarani ataona vitu vilivyofanyika. Na ndio maana leo hata ukitembea utasema watu muhimu wanapita hapa, kwa sababu CCM imefanya kazi. Na niwashukuru sana kwa sababu mmeisimamia vizuri ilani ya Chama cha Mapinduzi na mmesimama kidete kuhakikisha kwamba CCM inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hongereni sana CCM oye! Nakumbuka vizuri wakati naomba kura nilisema mimi sitakuwa mbunge wa kuchukua ubunge naende kukaa Dodoma. Nitakuwa mbunge
wa Tarime, nitashiriki pamoja na nyinyi kwenye mitaa yetu, kwenye njia zetu, kuhakikisha kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezeka. Nimefanya sijafanya? Nimefanya sijafanya? Yule ambaye anapinga Michael Kembaki, mimi simkasiriki, najua anayo haki ya kufanya hivyo, lakini ukimuuliza ni kwa nini, hata kupa sababu. Kweli si kweli? Wangapi anasema Michael Kembaki tosha kabisa 2025? CCM oye! CCM oye! Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru sana madiwani ambao wamenipa ushirikiano kweli kweli. Kama kuna mtu anasema Kembaki hakushirikiana au kuna tofauti na madiwani, hawa hapa mnawaona wamependeza madiwani hawa ni wachapakazi kweli kweli. Kila diwani hapa ana jambo la kusema, ana jambo la kusema. Ukienda Nkende pale kuna mambo yamefanyika, ukienda sasa Turwa mambo yamefanyika, ukienda Nyandoto mambo yamefanyika, ukienda Turwa mambo yamefanyika, ukienda Ketare mambo yamefanyika, Bomani ndio usiseme, Sabasaba ndio mambo yamefanyika kweli kweli, Nyandoto pia mambo yamefanyika. CCM hoye! CCM hoye! Kwa hivyo madiwani hawa wamefanya kazi kubwa kweli kweli.